ngamia wa Mtume sallama alikuwa yuaitwa al-Qaswa, na hapa tupata dalili ya kuwa yafaa kwa mtu kuwaita wanyama wake kwa majina. Nitawapeni mfano. Kama kwa mfano wewe wafuga majibwa wa kulinda nyumbani, mwite mmoja Obama, mmoja mwite Netanyahu, na mbwa mwingine kweli, mbwa mwingine ambaye kichaa mwite nani huyo Trump, hivyo yani Trump, yule mbwa mjinga kabisa, yule ambaye hataki kusikia maneno, huyo mwite Trump. Majina mazuri ya mbwa hivyo yani. Kama unapunda waweza kumwita kwa majina yao hawa hivyo yani, yafaa kuita wanyama usije, lakini yule mnyama mwisho akamwambia bwana usiniite hivyo bwana, majina gani sasa atakunipa? Almuhimu yafaa mtu kuwaita wanyama wake kwa majina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulih al-amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa Ramadhan mwaka 1447, katika darsa ya kitabu min maalim at-tauhid لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى، تلميذية المسألة الأولى. نليه إن شاء الله تعالى تنزل المسألة الثانية، حد التوحيد وحقيقته. kiufupi maana موضوع hili ما تفسير التوحيد. tumezungumza tauhid na umuhimu wake na fadhila nyingi zake. hii tauhid ni kitu gani? kwa haddu shay ni taarifu yake, taarif ni zai kitu ni kitu gani, na uhakika wake ni nini. tusema kuwa tauhid ina fadhila 1 2 3, lakini bado hatujajua ya tauhid ni nini. التوحيد مصدر للفعل وحد يوحد توحيدا، ومصدر نهينا وكجا ya tatu وحد يوحد، مصدر yake ni توحيدا. sawa, hii na kuja ya tatu hapa ndio to masdar. وهو اصل يدل على الافراد. hii kalima asli yake inaonyesha kuwa ni kitu kimoja. hii ni katika lugha, kwa aslan katika lugha sema tauhid ni kalima ambayo inaonyesha kile kitu ni kimoja pekee yake. wa tauhidullahi ifraduhu subhanahu wa ta'ala wa nafyu ash-shariki anhu في حقوقه جل جلاله وخصائصه. نتكسم توحيد الله كمبكيش الله، إفراده سبحانه وتعالى نقول كمبكيش الله سبحانه وتعالى، ونفي الشريك عنه نككنوشا كوا الله أنا مشركا كوا كتاوى شريكا pamoja الله في حقوقه katika vile ambavyo ni haki yake Allah peke yake, wa khasaisihi na katika vile vinavyomhusu yeye peke yake. kwa mfano jambo la kuomba, anaomba nani? ni Allah. kwa hivyo hili jambo la mhusu Allah, haifai kwa wewe mwanadamu kumpelekea asiyekuwa Allah ukasema kuwa kuna mwingine yuomba pasi na Allah, kwa sababu kwa kufanya hivyo utakuwa umefanya nini? umeweka mshirika pamoja na Allah katika kazi ya kuumba. sasa pima na menginevyo katika vile vinavyomhusu Allah subhanahu wa ta'ala. hakuna anayejua ghaib isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. qul la ya'lamu man fi as-samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. kwa sisi tuseme kuwa hakuna anayejua ghaib isipokuwa Allah,
akija mtu akisema kuwa kuna malaika fulani ajua ghaib kama vile anavyojua Allah, hapo atakuwa amemfanya yule malaika kwa nani? Ni mshirika na Allah katika hili jambo la kujua ghaib, na yatosheleza kumshirikisha Allah katika kitu kimoja pekee yake kinachomhusu Allah, uitwe ni mushrik. Si lazima ushirikishe katika kila kitu. Na ndio maana wale wanaomba maiti kwa mfano, sisi tunajua kuwa dua ni ibada. Dua ni ibada, na ibada ni haki ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haifai kumpelekea yoyote mwingine ibada ya aina yoyote. Sasa dua ni ibada kwa dalili gani? Allah subhanahu wa ta'ala sema, ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الله كي تدعاء من عبادة نقول كمون بس يكون الله سبحانه وتعالى وتكون كشكو عبادة أنبوني حقي الله ukampelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, awe ni malaika, awe ni mtume katika mitume wa Allah, awe ni wali katika mawali wa Allah, wote hawa ni min dunillah. Waman adallu mimman yad'u min dunillah. Min dunillah ni yote asiyekuwa Allah, awe ni malaika, awe ni wali, awe ni mtume katika mitume wa Allah. Kwa akienda mtu kwenye kaburi akamuomba maiti, tutasema kuwa huyu amechukua haki ya Allah ya ibada ya dua akampelekea nani? Maiti. Sasa huyu ataitwa amefanya nini? Amefanya shirki, yani mushrik. Sasa wewe unasema lakini mimi sikumswalia, sikumfungia. Si lazima umswalie, umfungie, umtolee zaka. Kuna ibada fulani wewe unampelekea, ile ibada moja tu ukampelekea si kwa Allah, fa anta mushrikun. Kwa kitendo chako hiki umefanya shirki. Sidhani kama kuna muislamu akataa. Kuna muislamu yakataa kuwa ibada ni haki ya Allah? Hakuna. Tumwabudu Allah peke yake, hatumshirikishi na chochote. Ndio hapa Sheikh akasema wa nafyu shariki anhu fi huquqihi jalla jalaluhu wa khasa'isihi, fala sharika lahu fi shay'in min khasa'isihi wala fi shay'in min huquqihi subhanahu wa ta'ala ala ibadihi. Kwa Allah hana mshirika na yeye katika yale mambo yanayomhusu yeye, kama katika majina yake na sifa zake. Kwa mfano tukatoa Allah ndiye muumba, hana mshirika na yeye katika kuumba. Allah ndiye mwenye kutoa uhai, hana mshirika na yeye katika kuwapa watu uhai. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayefisha, kwa hakuna mtu yeyote mwingine ambaye ana uwezo wa kufanya hilo isipokuwa Allah, ila ukiwa mjinga kama yule bwana aliyejadiliana Ibrahim alayhi salatu wassalam. idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Yeye akafikiria kuhuisha na kufisha ni kule kumwachilia mtu ende zake na umshike mmoja umpige nyundo ya kichwa afe. Sasa wewe umpige nyundo ya kichwa ni sababu tu, lakini alimfisha ni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu akili yake nzito ile mfalme. Ibrahim amwambia fa inna Allah yati bishamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib, ili uelewe Allah yalitoa jua kutoka mashariki alipeleka magharibi, wewe ligeuze litoe magharibi lilete mashariki. Fabuhita alladhi kafara. Kwa sisi tukisema kuwa Allah ndiye anayetoa riziki, hana mshirika naye katika hilo, usije wewe ukasoma suratul Nisa ukasema farzuquhum minhu waksuhum. Si hapa Allah amethibitisha kuwa watoa riziki watu? Haimaanishi hivyo. Shida hii ya watu kuingia katika kutaka kujua jambo na hawaelewi lugha ya Kiarabu inavyotumika. Wale ni sababu ya ile riziki kufika kwa wenzao, kama vile baba ni sababu ya riziki kufika nyumbani, lakini anayetoa riziki nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wale ni sababu tu, kwa sio wao wanaotoa riziki. Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Yeye peke yake ndiye mwenye kutoa riziki subhanahu wa ta'ala.
Kwa mtu akwambia nakuletea hii riziki bana, napata hii riziki nakuletea, maana yake ndio anaitoa riziki? La, yeye ameileta tu ile riziki ambayo Allah ndiye anaitoa. Kama mmeelewa vizuri. Kwa hivyo anayefanya jambo la kuwapa riziki waja wake ni Allah pekee yake. Kwa mfano mtu akathibitisha akasema la, kuna mwingine anayetoa riziki pasi na Allah, hapo atakuwa amechukua jambo linalomhusu Allah akalipeleka kwa kiumbe. Kwa hivyo ataambiwa amefanya nini? Shirki katika jambo linalomhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yote yule atakayemsawazisha Allah subhanahu wa ta'ala na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo lolote linalomhusu Allah subhanahu wa ta'ala, ataambiwa huyo amefanya nini? Shirki. Dalili, Allah asema katika sura Ash-Shu'ara kueleza kuhusu washirikina wakiwa ndani ya moto wa Jahannam, atasema tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Na yajulikana kuwa hawakuwa sawazisha wale wanaoabudu pasi na Allah katika kila kitu na Allah, ni katika baadhi ya ibada walizozipeleka kwao, lakini hapa wasema idh nusawwikum bi rabbil alamin, kwa sababu walichukua ibada wakawapelekea wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. قال فالربوبية وهي التصرف في هذا الكون خلقا ورزقا وإحياء وإحياء وإماتة وتدبيرا، هذا من خصائص الله عز وجل. الربوبية نيوليزي هو wengine sema vitendo vyake Allah, utendaji kazi wa Allah, nao ni kuupeleka huu ulimwengu, kuumba, kutoa riziki, kuhuisha, kufisha, kupanga yanayojiri katika ulimwengu huu. Yote haya yamhusu nani? Allah pekee yake subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anayefanya yote. Qala wa asma'uhu alhusna wa sifatuhu alulya wa mashi'atuhu an-nafidhatu wa qudratuhu ash-shamilatu wa ilmuhu alwasi'u وكماله جل جلاله في أسمائه وصفاته، هذا من خصائص الله عز وجل. majina ya Allah mazuri na sifa zake tukufu, matakwa yake, akitaka jambo hakuna anayeweza kulizuia, qadari yake iliyoenea kila kitu, sababu Allah subhanahu wa ta'ala qadari yake imeenea kila kitu, ilmu yake iliyokunjufu, kadhalika ukamilifu wake katika majina yake na sifa zake. Haya yote ni katika mambo yanamhusu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. faman ja'ala li ahadin min al-makhluqati shay'an min khasa'is Allah naqadha bidhalika tawhidahu. Kwa yoyote yule ambaye atampelekea mwingine katika viumbe chochote kile ambacho chamhusu Allah subhanahu wa ta'ala, basi atakuwa ameitangua mwenyewe tauhidi yake, akaingia kwenye nini? Kwenye shirki. Liko wazi sana hilo. Kwa ukachukua sifa ya Allah ukampelekea kiumbe, ukasema kuwa viumbe na wao pia waumba, kama alivyosema yule Mudbir Ali al-Jufri. Ali al-Jufri yasema kuwa mawali na wao pia waumba pasi na Allah. Al-awliya yakhluqun. Wajua yasema hivyo? Iko recorded ukienda kwenye YouTube, andika al-Jufri yuthbitu khaliqan ghayra Allah, utaipata bali. Yeye yasema kuwa mawali pia waweza kuumba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sema waweza kuumba hata mtoto bila ya baba, yule mama akazaa mtoto, lakini sasa hawataki kuisema hivyo, sababu asije mwanamke akazini kisha akasema mtoto unaumbwa na wadii. Ndio maana wengine wakataa. Wallahi sijui kama kuna shirki kubwa kama hii, mtu kusema kuwa kuna kiumbe kama yeye yuaumba pia, aumba binadamu katika tumbo la mamake. Kisha mjua watu wa dalili gani? lahum ma yashauna 'inda rabbihim. Sikilizeni nyinyi makhurafi, hii aya zungumza kuhusu peponi, kula nini, starehe za watu wa peponi. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم
wako kwenye mabustani ya pepo, kile wanachokitaka katika chakula, vinywaji, tendo la ndoa na mengineo katika starehe ya watu wa peponi, kile wanachokitaka Allah yuwapa. Haimaanishi kuwa waumba sijui watu wa riziki, la, hata mashahidi ambao wana daraja kubwa Allah subhanahu wa ta'ala sema wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wao ndio wapewa riziki, si watu wa riziki. Kwa lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, imaanishi hivyo mnavyozungumza nyinyi, na hili walikariri sana bwana. Sasa kwa mtu ambaye hajui, na kuna mmoja sema hata Qur'ani pia yazungumza kuwa sihri yafaa. Muuliza iko wapi hiyo aya inasema kuwa sihri yafaa katika Qur'an? Illa ala lutin najaynahum bisihri. Ndio inaandikwa hivyo katika Qur'an. Fungua msafu yote duniani angalia inaandikwa tena najaynahum bisihri, la bisahar, yani wakati wa asubuhi. Stupid, haijasema bisihr, ni bisahar. Sasa mtu aamrisha watu kufanya shirki ya kwenda kwa wachawi. Sasa maskini kama wewe hujasoma, wewe siweza kuingia tu, kumbe kweli. Yule mmoja pale Madubah wakiwa wafanya ile tima ya mji, wakachinja ng'ombe kwa ajili ya majini hapa Madubah hapa, waite tima mji wa shirikina. Yatima ya mji wazunguka na ng'ombe kisha wachinjia majini, kisha wasema sisi tusipowafanyia hivi watu wengi watakufa hapa. Nyinyi mngefungua swimming classes mkafundisha watu kuogelea. Shida pale Madubah ni very deep ile bahari. Sasa watu wakiona watoto wa Mombasa waruka machomo wafikiria pia wewe waweza kuruka, hasa wao ndugu zetu kutoka bara. Mimi naambia kila siku msiende kuona watoto waogelea ukafikiria na wewe waweza. Wewe mbona yule mtoto utakufa pale mahali watu watawajui chini kuna nini. Watu waogelea juu tu, wao enda zao wavuka huko kurudi huko. Sasa kuna watu kiona watu wavuka fikiria watembea, wale waogelea. Na hasa kiona wale wazee wa Madubah hata wapole pole mikono iko chini alafu wazungumza, wewe kafikiria watembea, waogelea wale. Watu wacheka. Nieleza kisa hapa, kuna Mmasai alikufa pale. Ankufa vipi? Kuna ile kama rampu ile watoto waruka maji ya kijaro kachomwa. Zamani kwa kule majengo tukienda iskauke chwa sasa wana watoto waruka toka. Yule akaja hero aona hapa nkuruka kule kwao, akaruka kuingia kama mkuki ndani. Salamu alaikum, wallahi ankufa hapo, ankwenda ndo kurudi tena, ankwenda chini hakurudi juu. Mwenzake apiga kelele pale, akaika mkuki, afikiria yani apiga laini, alikuwa ananukia pale hapa, akaika mkuki pale. Sasa watu wakija sema naangukia hapa, shabebwa wewe, bahari isimame hapa ngojea. Siku ya pili siku ya tatu ndio anatoka mwili wake. Nini wewe una watoto wa pwani warukaruka na wewe waruka. Sasa twasema si majini waliomchukua yule, ankufa hajui kuogelea. Sasa nyinyi mngetafuta makocha wa kuogelea wale wa kufundisha swimming, mkawajaza pale Madubah, mkafundisha watu kuogelea, hawatakufa na maji. Isipokuwa Allah ikiwa mmemwandikia mtu atakufa tu. Lakini majini ndio wanaua watu. Jamaa mwasingizia ndio mwafanyii wenyewe kwa kutojua kuogelea, kisha sasa huyu anauliwa na majini bwana. Sasa tufanyeje? Tuchinje ng'ombe. Kwa hiyo wachinja ng'ombe pale, kisha ile ng'ombe akatwakatwa, kisha apikwa supu. Na watu wetu wakitaka kuweza wafanyie kula tu, basi atakuja mtu iwala tena aambiwa pale bwana usiondoke na mfupa hapa. Wewe ushaona chakula kicho kina masharti kama haya, wewe enda wala wewe kama mfupa yake kisha enda zake. Muhimu kuna supu tu ya bure hii, bure hii supu hii. Watu wa kwetu bwana. Hata sasa Ramadhani kuna watu wengine wafanya futari. Kuna mwaka kama miaka 3 iliyopita jamaa alikuwa futari, kumbe ile biriani imelala siku 2 sijui. Watu wakaenda wakaibigia wali ya rizan, na kweli waliendesha kidogo afya watu kwenye majengo kwetu. Yani sisi tukiambiwa tukula watu wala tu.
Kwa wala chakula cha majini kimechinjwa majini kisha waenda wakitupa baharini pale. Sasa mimi siko huko, niko wale watu wakaanza kuulizwa, wale mashekhe wale kikhurafi wale waulizwa, hili jambo mfanya sawa? Mmoja asema ni sawa kabisa na kuna dalili kwenye Qur'ani. Akaamba watu tajie aya wa fil bahri sabil, iko mpaka leo kwenye YouTube hiyo interview hiyo, wa fil bahri sabil. Hebu itafute hiyo aya, ukiipata njoo niambie. Jamaa akatunga aya kaibani. Lakini sasa kama wewe hujui Kiarabu, hujui kusoma Qur'an, maskini wafuata waona kweli antoa aya bwana, Qur'ani ansoma, si Qur'ani, yule anzungumza tu maneno ya Kiarabu, lakini ile si Qur'an. Qur'an haiamrishi shirki, haiwaelekezi watu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'an haikuambii wewe kuna muumba pasi na Allah. Qur'an yauliza washirikina, hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-samai wal ardh, kuna muumba mwingine asiyekuwa Allah anayewapa ninyi riziki kutoka mbinguni na ardhini? Wallahi kina Abu Jahal akusema naam, wako yuko mwingine anayeumba. Hawakusema hivyo, walikuwa wakubali hakuna muumba mwingine, ni yeye pekee, kama tutakavyoeleza hapo mbele. Hawakukataa hilo. Lakini swali hili ukimuuliza al-Jufri, hal min khaliqin ghayru Allah, atasema naam, al-awliya yakhluqun. Sasa wewe fadhali Abu Jahal, ndio siku zile wakakasirika makhurafi, nikawaambia Abu Jahal wa zama hizi ni al-Jufri. Wakapiga kelele, pigeni mpaka mchoki kelele zenu. Mtu anayesema kuna muumba pasi na Allah, kisha huyo anamshinda Abu Jahal. Ndio alipoulizwa Sheikh Al-Fawzan swali hili, akasema hadha akhbath min Abi Jahl, anayesema maneno haya amemshinda Abu Jahal katika itikadi yake chafu. Nani duniani aweza kufikiria Muislamu asema kuwa kuna muumba pamoja na Allah? Yani kuna mtu anayeumba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Sasa wewe kasirika, lakini si ndio hivyo yosema tunyamaze watu wapotezwe. Tafuta wengine kunyamaza kule, hakuna maslaha yote tunayopata sisi kunyamaza. Qala wa huquq Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala 'ala al-'ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, haki za Allah juu ya waja wake ni kuwaabudu yeye wasimshirikishe na chochote. Haki ya Allah كما في حديث معاذ رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم، متون سلم بن معاذ بن جبل رضي الله عنه، يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ je, wajua ni ipi haki ya Allah juu ya waja wake na ni ipi haki ya waja wa Allah juu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Na hii haki hii ya pili ni Allah kwa fadhila zake amejiwekea, sio kwa watu wamlazimisha, la, kwa fadhila zake. قال قلت الله ورسوله أعلم، الله نمتمه wake ndio wajua zaidi, sijui. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، hakika haki ya Allah juu ya waja wake ni wamwabudu yeye wasimshirikishe na chochote. وحق العباد فإن حق الله على العباد يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، na haki ya waja juu ya Mola wao ambaye Mola wao tafadhulan minhu, kwa fadhila zake amewapa haki hii, ni kuwa hatomwadhibu ambaye hamshirikishi. Maadamu wewe humshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala na chochote, Allah amejiwekea haki kuwa hatokuadhibu, atakusamehe, akuingize peponi. Qala فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى، عبادة لحق الله سبحانه وتعالى، haifai kumpelekea yote mwingine. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله، yote anayechukua chochote katika ibada akampelekea asiyekuwa Allah, naqadha bidhalika tauhidahu, kwa kufanya hivyo atakuwa ameichangua mwenyewe tauhidi yake. Kwa hata ukasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, lakini wamuomba asiyekuwa Allah, ukachukua ibada ya dua ukampelekea maiti,
haikufai chochote kutamka kwako la ilaha illallah wakati huifanyii kazi. Unaelewa vizuri? Angalieni hawa khurafiyun, naona sasa hivi tangu hivi vita vianze vya mashia kila siku wazungumza, na inshallah nitakusisha siku biidhnillah nije nizungumze kuhusu itikadi za mashia, kisha kutoke mtu aseme ndugu zake, tutamwombea Allah amfufue na wao. Si ndugu zako? Tutakuombea na dua, ya rabbi fulani asema mashia ndugu zake, mfufue pamoja na wao na uitikie amina kama ni mkweli. Allah kufufue pamoja na wanaotukana masahaba, wanaokufurisha masahaba, wanaomkosea heshima Mtume sallama, uitikie amin. Wao wasema mtu yoyote akitamka la ilaha illa Allah basi huyo ni Muislamu. Yani kana kwamba Uislamu ni kabila, haibadiliki. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Ikiwa wewe kabila yako ni kadhaa, hata ukaenda dini gani, kabila yako ni ile ile. Sio maneno nazungumza nini? Kabila yako si ile ile. Wewe kabila yako nani? Mimi kwa mfano ni Mluo, ama mimi ni Mdigo, ama mimi ni Mbaluya. Uwe Muislamu usiwe Muislamu, wewe bado utabakia ni Mbaluya. Kama ni Mluo ni Mluo, kama ni Mdigo ni Mdigo. Haubadiliki, kabila yako haibadiliki. Lakini Uislamu si kabila. Uislamu ukiufuata utabakia nao, ukiuchangua ule Uislamu utakuacha. Hili jambo muhimu lieleweke. Haimaanishi kuwa wewe ukatamka la ilaha illa Allah kisha ukauchukua msahafu ukautia chini ya miguu yako ukaukanyaga kanyaga bado wewe Muislamu. Kwani wewe chukua msahafu ukanyaga hicho kisema la ilaha illa Allah uko kama khurafi, la ilaha uko kanyaga msahafu Muislamu? Sasa akili iko wapi? Na ndio maana wanawavioni wa fiqh wakaweka mlango wa hukumu ya murtad. Nani murtad? Murtad ni mtu ambaye alikuwa Muislamu akafanya kitu ambacho chamchangua Uislamu wake. Haimaanishi kuwa kishakuwa Muislamu wewe basi utakuwa Muislamu hata ukafanya nini pia utabaki hivyo hivyo. Ule Uislamu na mambo yake ambayo hutakikani kuyavuka, ukiyavuka hayo utatoka. Sasa Bani Hanifa ambao ni wafuasi wa Musailimatul Kadhab, kabila lake, hawa walikuwa wasema la ilaha illa Allah, bali wakikubali kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume, lakini wasema na pia Musailima ni mtume. Musailimatul Kadhab aliitwa kadhab na nani? Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sababu alimwambia wewe umetumilizwa na mimi pia nimetumilizwa, tugawanye ardhi, mimi nitaketi huko wewe uliketi huko. Sikuwa amemkataa wewe mtume na mimi pia ni mtume. Mtume sallam akarejesha barua na akamwita ila Musailimatul Kadhab, sababu si mtume. Bani Hanifa walipodai Musailima ni mtume, masahaba walifanya nini? Hawakuunda jeshi liqitali almurtaddin, na katika murtaddin ni hawa waliothibitisha kwa Musailima nani ni mtume, wakaenda wakapigana nao. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu sallata alaihim Khalid ibn al-Walid, akamchagua kamanda Khalid ibn Walid, akaenda akawatia adhabu kule mpaka akauawa Musailima. Alimuua ni Wahshi radhiyallahu anhu, yule alimuua Hamza, Wahshi akamuua Musailima. Sasa ikiwa watu walipigwa vita kwa sababu ya kumsawazisha mtu na mtume, vipi anamsawazisha mtu na Allah? Si umeelewa ninachokizungumza? Bado hamjaelewa. Hao watu wasema Musailima ni sawa sawa na nani? Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masahaba walipiga vita watu wapo. Sasa kuna mwingine asema kuna kiumbe yuko sawa na Allah, huyo afanya nini? Ikiwa kusema kiumbe mwingine, Mtume sallallahu ni kiumbe mwingine, ukampa daraja ya utume pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe utoka katika Uislamu hata ukatamka la ilaha illallah mara 1000. Lakini ukisema kuna mtume mwingine ametumilizwa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watoka katika Uislamu. Hata ukisema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah haikusaidii chochote, kwa sababu katika kile kinachoingia chini ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni kuukubali hakuna mtume mwingine atakayetumilizwa baada nani? Baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hawa Bani Hanifa, eleweni, walikuwa watamka la ilaha illallah
si ati watamka la ilaha illa Allah. Na pamoja na hayo masahaba wakaita ni murtaddin kwa sababu ya kusema kuwa Musailima nani ni mtume pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakawapiga vita. Sasa kwa mantiki ya hawa makhurafi ni kwa wale walikuwa wadhulumiwa, walikuwa sipigu sema la ilaha illa Allah, lakini tuseme ile la ilaha illa Allah ina haki zake. Usipozithibitisha haki zake utaichangua la ilaha illa Allah. قال فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله نقض بذلك توحيده. atakayepeleka ibada kwa yoyote asiyekuwa Allah atakuwa ameichangua tauhidi yake. Hata akitamka la ilaha illa Allah haimsaidii chochote wakati huko afanya nini? Shirki. Hani waulize tena, mtu asema la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah lakini mchawi, muislamu mchawi si muislamu, si sahir. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kuwa sihr ni kufru. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. سحر ni kufur. Sasa tuseme tuna mzee mmoja au kijana mmoja, ningesema wazee watakufikiria wazee ndio wachawi. Hata vijana pia wako wachawi wengi tu, tena na macho makubwa. Akitembea mmoja mtoa macho hivi, kuna nani? Iwaje iwaswali msikitini lakini mchawi. Kwa nini mshaona wale wachawi wale wavaa nini? Wavaa mahando, wavaa kanzu, mvaa kanzu na kofia na kizibao. Ukimwona utafikiri shekhe mkubwa, kumbe mchawi mkubwa, mganga. Si ndio wako? Sasa huyu muislamu wa vipi huyu? Lakini yasema la ilaha illa Allah, asema la ilaha illa Allah, lakini upande wa pili afanya nini? Amshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Si muislamu. فالتوحيد هو إفراد الله جل جلاله بحقوقه وخصائصه. كو توحيد maanake ni kumpokesha Allah katika haki zake na yale mambo yanayomhusu yeye Allah. Tuko pamoja vizuri? Washirk, na shirki ni kitu gani? Huwa taswiyatu ghairi Allah billah fi shay'in min huquqihi au min khasaisihi, ni kumsawazisha Allah na asiyekuwa Allah katika chochote ambacho ni haki yake Allah, chamhusu yeye Allah. Maana taswiyatu ghairi Allah billah fi shay'in min khasaisillah, kumsawazisha asiyekuwa Allah na Allah katika chochote ambacho chamhusu Allah moja kwa moja, anafanya hivyo atakuwa mfanya nini? Shirki. فهذه حقيقة التوحيد. كيف حقيقة التوحيد؟ نهاية بيليزة أن نفرد الله سبحانه وتعالى وأن لا نجعل معه شريكا. تنبكيش الله سبحانه وتعالى تسمفني وشريكا كما قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. hakusema abudu Allah peke yake, akatuambia wala tushriku bihi shay'a, kwa sababu ibada haiwezi kuitwa ibada ikiwa ndani yake kuna nini? Kuna shirki. mpaka iwe ni ibada khalisan lillahi subhanahu wa ta'ala. وقال جل جلاله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والله سبحانه وتعالى كامرشا قضى وأمر وتسموابود يوتي اسبقوا يبكي لك. وقال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. na aya zilizokuja katika maana hii ni nyingi sana. Na hapa ndio utashangaa waweza kumwona mtu ni hafidh al-Qur'an lakini anaenda kuomba maiti. Sasa Qur'an yote ulihifadhi kusaidia nini? Wasoma katika Qur'an wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada, kisha unaenda kuomba si kwa Allah. Kuna kazi hapa. وبهذا يتبين أن التوحيد أقسام ثلاثة. na hapa pia kuna mtihani. Ndugu zetu hawa kusema tauhid yagawanyika vigawanyo vitatu, wao wasema hawa mawahabi kama wanavyoita wamemgawanya Allah vigawanyo vitatu. Sisi tusema
tauhid imegawanyika vigawanyo vingapi? Wasema Allah ngani, sisi tunasema Allah ama tauhid, ama labda Mungu wako aitwa tauhid. Wewe tukuulize wewe khurafi, Mungu wako wewe aitwa tauhid? Sisi hatukusema Allah yanqasimu ila thalatha aqsam, la, tunasema at-tauhid. Na mwanzo tumezungumza tauhid ni kupokesha. Hii tauhidi hii yagawanyika vigawanyo vitatu. Sasa ngojeni nitazungumza kwa lugha bila ya kutaja hivi vigawanyo vitatu. Kwa mfano, mtu kusema kuwa Allah peke yake ndiye muumba, Allah ndiye mwenye kuhuisha, ndiye mwenye kufisha, yeye ndiye anayeuendesha ulimwengu, yeye ndiye anayekadiria kila kitu, hana mshirika na yeye katika hilo. Ni sawa si sawa? Sawa. Haya, kisha akasema, na kwa kuwa Allah yafanya yote hayo, basi yeye peke yake ndiyo tumwabudu, hatuswali isipokuwa kwa ajili yake, hatumuombi isipokuwa yeye, hatufungi isipokuwa kwa ajili yake, hatuhiji isipokuwa kwa ajili yake, na ibada zote tunazozifanya tuzifanya kwa ajili yake. Sawa sawa sawa. Na pia huyu tunayemwabudu ana majina mazuri, ana sifa nzuri, majina yake yapendeza na sifa zake zapendeza nzuri. Yeye peke yake ndiye mwenye sifa hizo nzuri ambazo hakuna yeyote anayefikia katika sifa hizo nzuri zilizokamilifu. Ni sawa sawa? Si ndio vigawanyo vitatu vya tauhid? Mbona unataka kuwazumbukuka? Yani hivyo ndio vigawanyo vya tauhid. Maana yake Allah ndiye muumba, ndiye mwenye. Hiyo ndio tauhid rububia. Yani katika utendaji kazi wake Allah hana mshirika na yeye, na yeye peke yake ndiye tunayemwabudu, ndio tunampelekea swala. Ndio maana tauhid al-uluhiyya, tauhid ya ibada. Kwa hiyo peke yake ndio tumwabudu. Tukija kwenye yeye ana majina mazuri na sifa nzuri, ndio tauhid al-asma wa sifat. Kwa hizi aina tatu zote yapokeshwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa niwaulize hapa, kwa maneno haya niliyoeleza, yaingia vipi kwa umemgawanya Allah mara tatu? Yaingia vipi? Lakini mimi nawaambia ni kitu kimoja. Huwa mara nyingi nikisema, mtu aweza kusema huyu jamaa mbona washambulia sana? Hao jamaa waudhi. Mtu akwambia wewe waabudu Mungu watatu wewe. Nasema wajua hii lugha tunayozungumza ni ya juu sana, na nyinyi kwa sababu ya bid'a mmekuwa na hamaka. Wajua albid'a maqruna bilhamaqa, bid'a imefungamanishwa na upumbavu. Ukiwa mubtadi siku zote utakuwa mpumbavu, utakuwa mzito, yani wa balid. Wajua balid yani rasak thaqil, ma tafham. Ukiambiwa kitu wachelewa kuelewa. Sasa pia tukitumia lugha nyepesi kama hii, pia mtu akwambia bado nganya. Sisi tumaanisha hivi, tauhid ar-rububiyya tumaanisha Allah hana mshirika naye katika kuumba, katika kuhuisha, katika kufisha. Wewe wakataa, nakubali sawa, hana mshirika, ndio tauhid ar-rububiyya. Wewe kinakutatiza jina, ndio hiyo maana yake. Na tauhid al-uluhiyya ni kuwa usimpelekee yote ibada isipokuwa Allah, wala kutatiza hilo. Hayo sawa, tukubali, ndio tauhid al-uluhiyya maana yake hiyo. Na tauhid asma wa sifat ni kuwa ukubali Allah na majina mazuri na sifa nzuri. Sasa ndio hivyo vijana vya tauhid. Kuna kitu gani cha kupinga? Yani ni kitu very simple. Akili ya mtu timamu tuielewa, wala hashindani katika hilo. Lakini wewe ikiwa chuki zako sasa ushazibeba huko, ushalishwa maneno na nini, wapinga tu. Wewe wapinga kuwa Allah peke yake ndiye muumba, hasipingi, ndio rububia hiyo. Wewe wapinga kuwa Allah peke yake ndiye anastahili kuabudiwa, ndio tauhid ya ibada hiyo. Ndio maana umpokesha Allah katika nini? Ibada. Wewe wapinga kuwa Allah na majina mazuri na sifa nzuri, sipingi, ndio tauhid, wampokesha Allah katika majina yake na sifa zake. Sasa na hii lugha sahali nilizungumza, kuna siku nimezungumza hivi, mara nasikia kuna jamaa akafanya raddi huko. Sema hebu nione, ndefu hiyo, karibu masaa mawili. Yani masaa mawili yote ya maneno rahisi hayaelewi. Ana kazi mtu kama huyo. Ni kama kuambiwa kuwa Allah yuko juu. Jamaa pia washindana katika hilo, sawa. Tusema Musa na Firaun. Firaun alimwambia Haman, ya Haman ibn li sarhan la'alli ablughu al-asbab. Mimi nataka unionyeshe njia za kwenda juu, asbab as-samawat, fa attali'a ila ilahi Musa. Nataka kwenda kumtizama Mungu wa nani? Wa Musa. Wa inni la adhunnuhu kadhiba,
la adhunnuhu kadhiban, na uhakika kuwa huyu Musa ni muongo. Maana yake nini? Maana yake Musa alimwambia Firauni kuwa Allah yuko wapi? Yuko juu. Sasa Firauni anamwambia Haman, wewe jenga jengo, nataka kufika kule juu nikamchungulie kama yuko kweli. Lakini Musa ni muongo. Umeelewa sasa? Sasa yoyote anayekanusha kuwa Allah yuko juu anaitikadia nani? Jibuni ya Firaun. Firaun ndio alikataa kuwa Allah yuko juu alipoambiwa na Musa, na yeyote anayetakidi kuwa Allah yuko juu huyo ni itikadi ya nani? Ya Musa na mitume wengine. Sasa wewe kama unataka itikadi ya Firauni, na nao mwenyewe na Firauni, kiongozi wenu Firauni ndio babu yenu, alianza mambo ya kukataa kuwa Allah yuko juu mpaka akataa kutungulia bwana, na akamwita Musa kuwa ni muongo. Na nyinyi pia mtuita sisi waongo tukiambia Allah yuko juu. Tusema hamwangukii mbali, mko kwa babu yenu Firaun, na sisi tuko kwa mtume wetu Musa alayhi salatu wassalam. Sasa wewe mwenyewe jichagulie njia, wataka ya Firauni ama wataka ya Musa. Kwa ukitaka i'tiqad Firauni iko, sema Allah yuko juu. Ukitaka i'tiqad Musawi iko, Allah yuko juu subhanahu wa ta'ala. Si aya iko wazi tu. Hili pia jamani, mtu mpaka ashindane, liko wazi kwenye Qur'an. Kwa hiyo hili pia la vigawanyo vya tauhid ni jambo sahali sana, mtu akiliangalia tu kwa makini ni jambo sahali tu, wala si kubwa hivyo. Sasa shida iko wapi? Wao wakataa hivi vigawanyo kwa sababu wajua kile wanachokifanya katika makaburi ni shirki, kuomba maiti. Sababu ukimwambia wewe omba maiti shirki, lakini mimi sikusema yaomba, sikusema yotoa riziki, sikusema sasa hii waje kwenye tauhid ar-rububiyya. Kwa anayekubali tauhid ar-rububiyya hawezi kuwa kafiri wala mushrik, hata akipeleka ibada kwa siku Allah. Kwa wao hawataki watu wazungumzie hivi vigawanyo kwa sababu wajua kuna mahali kigawanyo kimoja wakikhalifu. Na ndio pale la jaswali. Ili swali mimi sijajibiwa na makhurafi, na ili swali mimi natoa challenge, hawawezi kujibu. Hata wakafanya nini hawawezi kujibu. Na si wao vile wachukia wasema mawahabi, waambieni wajibu ili swali kama watalijibu. Kwa mfano, kuna mtu asema kuwa Allah ndiye mwenye kuumba, ndiye mwenye kuhuisha, ndiye mwenye kufisha. Allah ndiye anayepeleka ulimwengu wote, yeye ndiye anayekadiria kila kitu. Mimi sikatai, na nakubali pia Allah ana majina mazuri na ana sifa nzuri, sikatai. Lakini mimi naabudu sanamu pamoja na Allah, siwezi kumwabudu Allah peke yake, mimi naabudu sanamu. Nikuulize swali, huyu mtu ni mushrik ama ni muwahid? Mwendelea swali. Hajakataa kuwa Allah ndiye muumba, na yeye ndiye mwenye kuhuisha, mwenye kufisha, ndiye mwenye kudabbir mambo yote katika ulimwengu. Hilo hajakataa. Hajakataa kuwa walillahi al-asmaul husna fad'uhu bismi. Kweli Qur'ani imesema na majina mazuri, sijakataa mimi kuwa na majina mazuri na nini. Lakini mimi nina hiki sanamu changu bwana, mpaka nikiombe. Sasa swali la ajabu, huyu mtu anayefanya, nimesema sanamu kusudi sikusema kaburi, maana hawezi pia ile hatoelewa. Nasema sanamu haswa, ikiwa namwabudu huyu sanamu. Sasa mimi namwabudu huyu sanamu, huyu mtu tutamuita mushrik ama tutamuita muwahid? Ukisema ni mushrik tutakuuliza, lakini si wasema kuwa Allah peke yake ndiye muumba, hata shirki yake iko wapi? Asema Allah ana majina mazuri na sifa nzuri, hajakataa. Sasa shirki yake iko wapi? Utakuja afanye shirki katika ibada. Ushagawanya sasa, ushagawanya tauhid. Sababu yeye wakubali Allah ndiye muumba, tauhid rububiyya, wakubali na majina mazuri, sifa nzuri, tauhid asma wa sifat. Lakini alifanya shirki katika ibada peke yake, ndio maana akawa mushrik. Si mmeelewa hili? Labda hawalielewi hili swali makhurafi. Miaka sijui mingapi nauliza hili swali sijajibiwa. Hebu jibuni hili swali. Huyu anayefanya hivi atakuwa ni mtu wa tauhid ama mtu wa shirki? Ikiwa ni mushrik, mtuambie ameshirikisha katika lipi wakati yasema Allah ndiye muumba. Hajasema ile sanamu yuumba, hajasema sanamu yuumba yotoa riziki, hajasema, wala hajasema na majina mazuri na sifa nzuri. La, yeye wenda tu kumwomba tu, ampeleke ibada nini ya dua peke yake, enda kumina muomba tu sanamu. Sijasema yuabudu yuaumba, wala sijasema chochote.
je, huyu ataitwa mushrik ama ataitwa muwahhid? Ukisema ni mushrik, tutakuuliza swali linalofuata, mushrik vipi na yosema Allah pekee yake ndio muumba? Sasa hapa yaja, vipi awe huyu ni mushrik na yule mwenye kuomba maiti si mushrik? Huyu mwenye kuomba sanamu ni mushrik, lakini yule anayeomba kaburi na maiti awe si mushrik, na kitendo chao ni kile kile kimoja. Tofauti kwa wapi? Umeelewa sio? Kuna maswali mengi yasiyojibika kwa makhurafi, ili moja. Kama mashia pia kuna maswali yasiyojibika, kiuliza maswali yajibiki. Na mtu yote wa batil ana maswali akiulizwa yajibiki. Mtu yote wa batil, haki ana majawabu ya kila maswali yanaulizwa. Shubha yote kijana nao kwa mtu wa sunna yajua jawabu lake nini. Kama yeye hajui atauliza, na yajua atamweleza. Wallahu musta'an. Hivi gawanyo nitakuja kueleza. Mimi nataka nizungumze hiki mwanzo, kigawanyo ya rububiyya hiki. Inshallah kesho nitakizungumza na nitaleta maneno ya salaf. Msiambie wa kwanza aligawanya ni Ibn Taymiyyah, tutaona kweli. Kwa Ibn Taymiyyah ndio wa kwanza aligawanya tauhid, vigawanyo vitatu. Tutakuja kueleza hapo wanaovyo kuanzia huko nyuma kina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, tutaeleza